waliingia kufuata mkumbo. Wanaimba kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa. Na kwa wale waliofuata mkumbo, basi waseme nao kisha waachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia. Ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti. Haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tutumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka 5 mwaka huu 2025 mpaka 30, moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa, tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi, kudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 iliendeleza tulioanza katika awamu ya 5, na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee. Ni mashahidi Mheshimiwa wabunge kuwa kazi iliendelezwa na mengi yalikamilishwa. Kama nilivyoeleza katika hotuba ya kufunga bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu 2025. Niwahakikishie katika miaka 5 ijayo tutalinda na kuendeleza mafanikio haya pamoja na kuleta mafanikio mengine na makubwa zaidi. Katika kipindi hiki cha kampeni, mimi na mgombea mwenza tulitembea nchi yote kuomba kura na tukisikiliza na kuyabeba matakwa na mahitaji ya wananchi katika kujenga nchi yetu kwa maisha bora zaidi ya baadaye. Tuliwaahidi kuwa wakitupa tena dhamana ya kuongoza taifa letu, tutajielekeza katika kutekeleza kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Yaani kuhakikisha kuwa jitihada zozote tunazozichukua za kuleta maendeleo nchini zitalenga kuinua, kuongeza thamani ya utu wa watu wetu wa Tanzania. Hakika tulisikiliza na kuelewa matamanio ya wananchi ya kupata serikali inayoshughulikia changamoto zao kama vile suala la gharama za maisha, kuongeza fursa za kazi na ajira ili waweze kujiendeleza kiuchumi na kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itachochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kujenga matumaini kwa vijana, wanawake, makundi ya watu wenye ulemavu na hata wazee kuanzia mijini mpaka vijijini. Mheshimiwa Spika, nianze na masuala ambayo niliahidi
wananchi kuwa tutaanza kuyafanyia kazi ndani ya siku 100 za mwanzo za kazi. Kwanza kabisa, linahusu utumishi na utawala bora, nalo ni suala la uundwaji wa serikali. Niliahidi wananchi kuwa serikali itakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote, kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa, wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao, na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa, na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na nasema haya mapema kwa watendaji waliopo serikalini, na nimeona makatibu wakuu wako hapa, na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe 28 mwezi wa 8 nilitaja mambo ambayo serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku 100. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali itakuja kwenu waheshimiwa wabunge na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo. Na niwaombe muyaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine, nimeshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kazi hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa, kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Niwasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeahidi, na mimi nilitangaza ahadi hiyo, kwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, kutokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6 tulikuja na falsafa ya 4 ili kuliunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote
kuleta maridhiano, ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa, ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi. Kabla ya baadhi ya wadau kuamua kuachilia au kuuputa mkono huo, kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa watapokea kwa dhati mkono wa maelewano, ili kwa pamoja tujenge mazingira mwafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Tutajifunza kutokana na makosa na mapungufu ya taasisi zetu za kidemokrasia. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa. Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana.